Mkasa huo wa Sachagwana nje ya mji wa Nakuru, ingawa unapikwa mikasa yote ya kulipuka kwa lori za kubebea mafuta kutokana na idadi ya waliofariki 111, sijawahi kuona na tumesuka sana, hata sijui vile nitaweza kusema. Si mara ya kwanza tunashuhudia hatari hii ya lori ya mafuta kuanguka, na kitu cha kwanza unachokiona ni wananchi kukimbilia kuteka mafuta. Tizama kisa hiki cha Awasi huko Kisumu miaka 2 iliyopita. Si wakubwa wala wadogo wakijibidisha kusomba mafuta toka lori hili, na huku linawaka moto. Je, lingelipuka tungekuwa tunaomboleza vifo vingapi? Mwaka wa 98 watu 31 walifariki katika eneo la Sidindi walipokuwa wakichota mafuta baada ya trela ya mafuta kuanguka. Ingawa zao hapa haikuwa mafuta, msongamano huu wa wananchi kukimbilia vya bure hapa ilikuwa bia. Inatoa sura kamili kuwa ni tabia iliyoota mizizi. Hakuna wa kumhofia mwingine na hatari iliyopo. Je, ingekuwa ni lori la diesel au petroli tungehesabu miili mingapi? Barabara hii ya Thika ilikuwa siku yao pale walipofurika kila mmoja kujikusanyia mtungi wa mafuta haya ambayo hayajasafishwa. Hii ni baada ya lori hili kuanguka. Afueni hapa ni kwamba si petroli au dizeli, lakini inaashiria swala tunalozungumzia, wananchi hawaachi kujiweka katika mdomo wa hatari. Mkasa huu wa Sachagwana unatuweka daraja moja na nchi ya Nigeria. Mkasa mkubwa zaidi nchini Nigeria ni mwaka 2006 Disemba, pale watu 265 walipofariki katika kisa cha mlipuko wa bomba la mafuta. Ingawa katika kisa hiki cha Nakumot haikuwa ni kukimbilia kuteka mafuta, lakini msongamano wa wananchi kufika katika eneo la mkasa linaashiria tatizo kubwa, kwani iwapo kungekuwa na mlipuko wa bomu, ni watu wangapi katika umati huu wangenusurika? Huku tukipigia debe kuimarishwa kwa harakati za uokoaji katika maeneo ya mikasa, wananchi nao wana jukumu kubwa la kupunguza idadi ya vifo kukaa kando na maeneo ya mikasa. Munira Muhammad, KTN leo.